wanaendelea kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo jambo ofa yao imekuwa nzuri, tumefanya kazi, tumeona ni jambo jema, kwa hiyo tumeongeza mwaka mmoja. Sababu ya sisi kuendelea na jambo moja, mambo yao mengi yamenyooka, lakini kila ambacho tunakubaliana kwenye mkataba wamekuwa wanakitekeleza kwa wakati. Kwa hiyo hatukuwa na sababu hata moja ya kuachana na kampuni bora la Jambo. Labda Moze, utuelezee kwamba ni vipengele gani ambavyo wameviboresha kutokana na mkataba wa awali uliokuwa? Kwanza kuna vipengele vya ndani Damian ambavyo haviwezi vikaja public, lakini kwenye issue ya pesa sisi ndio watu ambao tunachukua mzigo mkubwa kuliko watu wengine. Kwa hiyo ukiona chapa ya Jambo sehemu nyingine yoyote ni Pamba Jiji kwanza, alafu watu wengine. Kwa hiyo wameboresha eneo hilo la pesa. Kwa hiyo ndio maana nikasema hatukuwa na sababu yoyote nyingine. Hata kama mnapata mzigo kwa wakati na mzigo umenyooka, kwa nini twende tena tukahangaike na makampuni mengine? Kwa hiyo ni watu ambao wamenyooka, ndio maana tunaendelea kufanya nao kazi. Hebu wakumbushe basi wanaokutazama na wanaokusikiliza, wadau wa Pamba jezi watazipata lini sasa? Yes, jambo la kwanza lilikuwa ni hili Rato ambalo limekamilika hapa kwa maana ya kuendelea na Jambo. Kwa hiyo kama tunaendelea na Jambo, maana yake unajua unapotoa jezi lazima kuwe kuna chapa yao na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo process imekamilika, muda si mrefu sasa kuanzia leo ninavyozungumza na wewe tutatoa utaratibu wa jezi. Kwa hiyo inawezekana hata kabla ya mchezo unaofuata wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Simba hizo jezi zikawepo. Kwa hiyo tusubiri maelekezo na maamuzi kutoka kwenye uongozi, lakini jezi zipo karibuni na tutatoa taarifa yake nini ambacho kinafuata. Labda uwepo wa uhakika wa mdhamini unaleta morali gani kwa klabu yenu katika kampeni ya msimu kwenye ligi? Yeah, of course, swali zuri sana. Faida ni kwamba tuna assurance ya mambo mengi kuyafanya. Yaani si mwenelewa, kwa sababu tuna uhakika kwamba wachezaji hawatadai mishahara, wachezaji hawatasumbua sijui nini, hatutapata changamoto ya vitu vingine. Kwa hiyo ukishakuwa na msuli wa pesa unaweza ukafanya jambo lolote. Kwa hapo utasajili vizuri, na hata wale wachezaji ambao umewasajili unaweza sasa kuwa maintain kwa ajili ya mshahara na bonus na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo simply bwana Masenene, Jambo wanatupa viburi vingi vya kufanya mambo tofauti. Pengine kwa upande wa dakika 90, kwa upande wako umezionaje? Dakika 90 zinatamatika, mnapata sare kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa tofauti kidogo na msimu ulioisha, nyumbani michezo ya awali mlikuwa mnafanya vizuri nyumbani. Shida imekuwa wapi hasa? Mimi sioni kama kuna shida. Ni football. Tuwapongeze Dodoma Jiji, wamepambana, wamefight, walikuwa na spirit kubwa kwenye mchezo wa leo. Siwezi nikagusia sana kiufundi, nadhani mambo ya mwalimu atakuja kugusia, lakini sisi kama club hii alama moja inaweza ikaonekana ni ndogo kwa mategemeo ya watu, na ligi sio swala la nyumbani na ugenini. Unaweza ukashinda popote ukiwa umejipanga, na unaweza ukafungwa popote ukiwa hujajipanga vizuri. Kwa Dodoma Jiji wametupa mechi nzuri, tumepambana, imetusaidia kuelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Simba. Kwa hiyo ila leo limeisha, saizi akili na mawazo ni mchezo unaofuata dhidi ya Simba. Neno ni lipi hasa ambalo pengine linaweza likawafaa mashabiki wa kikosi cha Pamba Jiji baada ya sare ya leo nyumbani na hakuzoea kwenye msimu uliopita? Bahati nzuri watu wengi wameiona mechi either kwa hapa physical ama kwenye TV. Kwa hiyo sina cha kuambia zaidi, lakini waendelee kuwa na imani na timu yao. Timu yao bado ni nzuri, kuna baadhi ya vitu vinafanyika chini ya mwalimu Francis Baraza. Chama litawaka, litakuwa sawa, tutasonga mbele. Sawa, Moze, dakika 90 zimetamatika, tunaondoka na alama moja uwanja ugenini. Kwanza ninyi msimu umeuanzaje na dakika 90 mmezionaje kwa upande wenu kama kikosi cha Dodoma Jiji? Mimi nianza tu kwa ushauri kwa Moze, atumie siku ya leo na kesho kusajili. Ligi ni ngumu sana. Kwa hiyo atumie siku ya leo na kesho kufanya usajili, asije akalaumu watu baadaye. Tulikuwa na mchezo mzuri leo, yako maingizo. Sisi wachezaji ambao tumewasajili ambao wamepata nafasi ya kucheza leo kutokana na kuchelewa kuingiza kwenye mfumo ni Darwesh Saliboko peke yake, lakini wako wachezaji wazuri sana ambao tumewasajili msimu huu na nyinyi mmewaona walikuwa bado wako jukwani. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati pia kwa wenzetu, lakini ukiangalia Beno Ngasa amepata nafasi 2 za wazi, 1 against 1 na goalkeeper ameshinda kuzitumia, lakini mchezaji wetu Darwesh Saliboko amepiga shuti limekula posti. Bado mchezaji wetu beki wetu Gadiel Michael kapiga shuti, ngoma imekula posti. Kwa hiyo kwenye mpira pia kuna bahati. Kwa hiyo wenzetu leo walikuwa wana bahati, tumekosa magoli ya wazi zaidi ya magoli 4.
lakini all in all ulikuwa ni mchezo mzuri. Mechi ya Pamba hapa haijawahi kuwa nyepesi, na ndio maana tukaiita Jambo Dabi. Ni dabi kweli kweli, kwa sababu unakuwa ni mchezo mgumu, lakini pia huwezi kuwalaumu wachezaji kutokana na hali ya hewa. Mwanza kuna asili ya joto especially kwenye pitch, kwa hiyo kuna kipindi pia timu zote mbili zilikuwa unaona kabisa zinakata upepo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni mechi ya kwanza, alama moja muhimu tukiwa ugenini. Uzuri ni kwamba tumeanzia mlimani then tunashuka, watakuja tutakwenda kurekebisha yale makosa ambayo tumeya conceive leo. Dodoma Jiji ni moja kati ya timu ambayo msimu jana watu wengi wakutamani kukutana nayo kwenye michezo ya mwisho. Msimu leo tumeanza kwa sare. Pengine nini hasa ambacho kinakuja mbele baada ya kupata alama moja hii ugenini? Msimu uliopita Dodoma Jiji kuweka rekodi clear, tulipewa nafasi pia ya kufungua tena. Tulipewa nafasi ya kufungua pazia la ligi kuu, tukapoteza kwa goli moja. Nikamwambia Alidi Chukuchuku, mchezo huu aidha mshinde mshuke daraja au tuwafunge mbakie. Wakakubali kutufunga, wakashuka daraja. Nilimwambia hicho kitu pia Moze, nadhani amekimbia huo mtego. Tumetoa sare, ni mwanzo mzuri kwetu, na niwaambie kuna mashine hatujazitambulisha na kuna mashine hazijacheza. Yaani leo amecheza Darwesh Saliboko tu, nadhani watu wameweza kuona. Kwa tunatarajia tutakuwa na msimu mzuri sana huko mbele. Tunamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, support ya mashabiki wetu, wanahabari na watu wengine wote wadau wa soka. Tunaamini kwa kushikamana pamoja tutafanya mambo mazuri msimu ujao. Target yetu ambayo tunakwenda nayo msimu ujao ni kuchukua ubingwa. Kaka. Au Simba na Yanga ndo wanawake peke yao? Mbona umeshtuka? Shida mnakwenda na timu zenu, ndio changamoto. Yaani ligi inavyoanza tayari fulani bingwa, fulani bingwa. Dodoma Jiji pia anaweza akawa bingwa. Ndio kwanza mchezo ya kwanza leo inachezwa. Kwa hiyo mimi sio mtu ambaye napenda kuwa chini. Always mimi napenda kuwa juu katika maeneo yote. Yaani zingatia neno, napenda kuwa juu kwenye maeneo yote. Kwa hiyo niseme tu kwamba msimu huu target yetu ni kuchukua ubingwa na tunachukua ubingwa. Inawezekana. Neno lipi zuri ambalo linaweza likawafaa mashabiki wa Dodoma Jiji? Ndio malengo yetu na matarajio yenu ni kuona mnatoa ubingwa. Neno lipi ambalo linaweza likawafaa baada ya mchezo wa leo na kufunguliwa kwa ligi? Dodoma Jiji bingwa. Hivyo, asante sana.